Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji popote ulipo, karibu katika kipindi chako pendwa, kipindi bomba cha Fungua Mwadhini kwa udhamini wa Unga ni Taifa kutoka Mombasa Maize Millers. Na siku hii ya leo tupo katika eneo la Shanzu, msikiti wa Answar, ambapo tutaweza kuungana na waumini wa maeneo haya ili kuweza kufungua mwadhini na wao kutoka waweze kupata bidhaa za kutoka Mombasa Maize Millers. Tumekuja na bidhaa pochopocho ikiwemo mitai, viazi, kaimati, zote zipo hapa kwa udhamini wa Mombasa Maize Millers na kwa ajili ya waumini wa msikiti wa Answar. Hivyo basi tutaweza kuungana nao, na swali la siku ya leo linasema, wewe kama Muislamu ni ushauri gani ulionao kwa wafanyabiashara wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ushauri wangu kwa wafanyakazi kwa wafanyabiashara ni kwamba tuweni na uaminifu, tumwogope Mwenyezi Mungu na tusifanye kama ni katika kupima, tupime kwa kiasi, tusipunguze katika vipimo, ambapo ni makosa sana kwa Muislamu kupunguza katika kupima wakati wa kuuza, wakati wa kununua, vitu kama hivyo. Wasia wangu kwa wafanyabiashara ngewahimiza zaidi wawe wa kweli na wawe na subra na wapende ushirikiano. Na leo kama Mombasa Maize Millers tuko hapa kushirikiana na wenzetu maratibu wa msikiti kufungua mwadhini pamoja na wao. Wasia wangu kwa wafanya biashara, la kwanza ni kufuata ile taratibu aliyotuamrisha nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano uadilifu. Ukisema uadilifu ni usawa katika upimaji, usawa katika kuuza kitu ambacho ni kizuri, na ukweli. Yani unamuuzia mtu kitu ambacho wewe unamwambia hiki kama kina aibu yoyote, unamwambia hiki kiko hivi, kama utachukua sawa. Hiki ni cha jana, kama utachukua sawa. Lakini usimdanganye kwa sababu wataka ile biashara yako iweze kuenda. Huo ndio unaotakikana kwanza. Sehemu ya pili, upimaji. Vile ulivyopimiwa usawa kule, na wewe wakati unauzia mwenzako pia iwe ni usawa, kama anavyotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala juu ya adhabu ambayo tunaona ni kitu kidogo lakini kumbe ni jambo kubwa. Kisema wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kwa hiyo vile vile ulivyopimiwa wewe usawa, hata pale unapopeleka ile biashara yako nawe uwe na usawa. Wasia wangu kwa wafanyabiashara wakati huu wa Ramadhani ni kwamba kwanza wafanye biashara na uadilifu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupa maagizo ya kwamba wakati unafanya biashara vipimo vyako viwe vipimo vya sawa. Usifanye vipimo ambavyo kwamba vitakuwa vinakupatia wewe faida lakini vinatia hasara kwa customers wako, wanunuzi wako. Na tunafurahi sana kutembelewa na Mombasa Maize Millers. Kweli tunafuraha na tunawakaribisha, na tunaomba pia inshallah siku zinazokuja pia wakuja. Tunashukuru pia kwa hii fursa ambayo nimepatiwa kuongea kwa niaba ya vijana. Tunajua sasa hii ni wakati mgumu sana kwa wafanyabiashara, haswa tunaelewa uchumi uko juu. Sasa tunashukuru kwa ushirikiano wa Mombasa Maize Millers kuja kutufuturishisha sisi pia hapa msikitini. Tunachukua fursa hii kusema asante na kuwaombea kila la kheri katika mambo yao, katika biashara zao. Akitaraji thawabu humsamehe manani, tambize kwenye kitabu. Fadhila za Ramadhani nyingi huwezi hisabu, asiache muumini akiwa hana sababu. Swala za sunna yaqini ulipwa kama wajibu, za faradhi tambueni, mara mbili hesabu. Ramadhan, 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 tuifunge kwa imani, shime na tujipindeni kwenye Ramadhan.
matini Qur'ani tafusiri tusomeni, tusikilize mashehe watwambia ya dini, tahajudi tarawehe usiku tusimameni, Mola tatusamehe atuingize peponi, kesho tukasitarehe kwenye yake raiani. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.